Nini kinafuata baada ya kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameapishwa rasmi kuendelea kuongoza taifa hilo kwa muhula mwingine katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu wa Dodoma. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea. Hafla hiyo ilifanyika katika kambi ya jeshi mjini Dodoma, kwa wengine wakiona kukosekana kwa shamra nyingi zilizozoeleka kuwa sehemu ya utaratibu kama huu. Miongoni mwa waliohudhuria ni viongozi wakuu wa serikali, maafisa waandamizi pamoja na mabalozi kutoka mataifa mbalimbali. Kuapishwa kwa Rais Samia kunafuatia matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 ambapo alitangazwa mshindi kwa kupata zaidi ya 97% ya kura zote halali. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho hakikushiriki uchaguzi huo kimepinga matokeo hayo kikidai kuwa mchakato mzima haukuwa huru na haki. Chama hicho kimeutaja uchaguzi huo kama pigo kwa misingi ya demokrasia. Wakati huo huo, ripoti za maandamano ya kupinga uchaguzi zimeibuka katika maeneo kadhaa, huko mitandao ya intaneti ikifungwa na taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu zikiripotiwa. Hali hii imezua wasiwasi miongoni mwa jumuiya ya kimataifa, ambapo Umoja wa Mataifa umeitaka Tanzania kufanya uchunguzi huru kuhusu madai hayo. Serikali ya Tanzania imekanusha kuwepo kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa muda mrefu, taifa hilo limefahamika kama sehemu yenye utulivu Afrika Mashariki. Sasa inakabiliwa na changamoto mpya za kisiasa. Macho yote sasa yameelekezwa kwa Mama Samia, wakitarajia kuona ni vipi atakivusha chombo hiki katika bahari yenye mawimbi na dhoruba ili kufika salama bandarini.